ni zoezi la ubomoaji wa majengo ambayo tayari serikali ishalipa fidia. Kuna wananchi zaidi ya 20, wafika wananchi 22 kwenye barabara hii ya Micheweni inayoelekea bandari ya Shumba mjini. Tayari serikali ishalipa fidia na ni muda mrefu, na kwa mujibu wa taratibu walitakiwa waondoshe nyumba zao, kwa sababu kwanza hawapo kwenye mazingira salama. Hao wananchi wanaoishi kwenye hizo nyumba zenyewe hawapo kwenye mazingira salama kutokana na movement zilizopo kwenye barabara. Pili, inahatarisha hata usalama na wanaotumia barabara. Manake watumizi ya barabara yatakiwa yawe kwenye mazingira ambayo hayatasababisha mtu ajali kwa makusudi. Sasa uwepo wa majengo haya yaweza kusababisha mambo kama haya ambayo hakusudi, hatarajii manake ajali. Kwa hiyo tupo hapa kubomoa, lakini wananchi pia washapewa maelekezo siku nyingi ya kubomoa. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuja kuondosha majengo ambayo tayari yashalipiwa fidia. Kuna majengo yataondoka yote na kuna majengo baadhi yataondoka kwa mujibu kwa kadiri ya fidia ilivyokuwa. Wengine wamelipa fidia majengo yote, kuna wengine ni baadhi tu, ni sehemu tu za majengo yao ndio yatakayoondoshwa. Miradi ya barabara, miradi ya ujenzi wa barabara inahusisha mambo mengi, ikiwa pamoja kuwa na mashirikiano ya kutosha baina ya wananchi na serikali ambayo inasogeza miundombinu. Sasa wananchi, mimi natoa wito kwanza wawe wasikivu na wawe tayari kutoa mashirikiano kwa serikali. Serikali inafanya jitihada kwa kadri inavyowezekana. Mwananchi anayetakiwa kuondoka aondoke kwa fidia na wanakuwa wanalipwa. Kwa hiyo wawe wasikivu na watoe mashirikiano kwenye kufanikisha kazi. Na kwa sasa hakuna mwananchi yoyote ambaye kuwa anaidai serikali kutokana na fidia ambayo kuwa walipatiwa. Kwa mujibu huo, serikali ina haki ya kuondoa nyumba zote ambazo kuwa tayari zishalipwa fidia, kwa sababu taarifa ipo na wananchi wenyewe walikiri ya kuwa sisi tutakapolipwa fidia yetu tutaondoka kwa wakati bila kulazimishwa. Sasa wasifanye jambo ambalo litapelekea kuipa serikali lawama. Kwa serikali hakuna lawama yoyote, ila tu ibakie mwananchi. Hata tukajikaza vipi, binadamu hatosheki. Kinachotosha kwa mwanadamu ni mauti na maradhi. Hivyo na waomba wananchi wa shehia ya Shumba mjini kwanza warizike na matokeo yoyote ambayo yatatokezea. Serikali haiwavunjii kwa lengo la kuwaonea, inawavunjia kwa lengo la kuwa waondoke katika mazingira ambayo kwani hatarishi. Na nashukuru kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao walipopata agizo tu tayari walivunja kwa hiari yao bila kulazimishwa. Lakini wananchi, kila mtu ana akili yake. Kuna wakati mwingine mtu mpaka atakapoona ile mvua kubwa ile ndio ataona hapa mimi tayari nisharoa. Lakini bado kama mvua bado ikali manyonyoto, ataona hakuna lolote linalowezekana. Sasa ninawaomba wananchi wa shehia ya Shumba mjini wakubali matokeo, waache watu wavunje katika barabara ambayo kuwa tayari ina matumizi kwa watu wengi, na kila mmoja anapopangiwa kukaa aende akakae kwa roho safi na kwa unyenyekevu kabisa, wala isiwe kuna malawama yote ya kutupia serikali ya kusema kwa sisi tumeonewa, sijui tumenyang'anywa. Hakuna mwananchi yote ambaye kwa amenyang'anywa. Hili nilipambana nalo na serikali likatuunga mkono, na kila mwananchi ambaye kwa anastahili kulipwa fidia yake akalipwa fidia yake kwa wakati. Kwa hivyo naomba wananchi kwanza watoe mashirikiano juu ya wale ambao kuwa watahamishiwa majengo yao, wapishe kwa utaratibu wala asiwe na kiburi. Bahati nzuri sana ni kwamba rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi ana imani kubwa sana na wananchi. Ni mara kadhaa amewahi kulitembelea eneo hili la Shumba ya mjini, eneo ambalo tunatarajia miundombinu yake itakuwa mizuri zaidi. Tuna eneo ambalo tutajenga bandari, tuna eneo ambalo tutajenga soko, tuna eneo tutajenga chuo cha uvuvi, pamoja na miundombinu mingine ya kisasa na ya kileo. Eneo hili limependelewa zaidi. Tumshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada kubwa ambayo ameifanya, lakini pia kuwapendelea wananchi wa Shumba mjini. Nachowaomba wananchi ni kwamba waungane na Daktari Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kwamba miundombinu yote ambayo ameileta basi iweze kutunzwa, ikiwemo miundombinu ya barabara. Barabara zinahitaji matunzo. Barabara hizi zinahitaji michirizi kwa ajili ya maji taka. Kwa hiyo sambamba na maji taka, basi barabara hizi zinahitaji miundombinu ya taa za barabarani. Tunahitaji reserve ya barabara iliyobaki kwa ajili ya kuweka miundombinu ya ziada. Sasa wananchi waelewe kwamba
kuondolewa kwenye eneo la reserve ya barabara, maana yake tunahitaji kuweka miundombinu mingine. Tunahitaji kuweka mitaro ya maji kwa sababu maeneo haya ni maeneo ambayo yanaathirika zaidi na maji kipindi cha mvua. Lakini jambo lingine ni kwamba tunahitaji kuweka taa za barabarani. Kwa hiyo maeneo yote ya reserve yatatumika kwa ajili ya miundombinu mingine. Wananchi wanatakiwa watii maagizo ya serikali tuweze kumaliza zoezi hili. Tuangalie zoezi jingine linalofuata. Ya serikali si yako tena. Sasa madamu ya serikali na serikali ishakwambia uvunje. Ndivyo si. Serikali ishakupa pesa. Ishakupa pesa uvunje nyumbani ya serikali na inakwambia uvunje. Sharia hapo uvunje. Dore yangu. Lipwa hela zangu. Kulipwa hela zangu. Pia sikufanya ajira nyingi ya kukawia, nikafanya uzoroti. Nashukuru Mwenyezi Mungu, pale nyumba yangu nikavunja. Nikapokea pesa zangu, nyumba nikavunjiwa. Nyumba tukavunja wenyewe tu mimi na mume wangu. Nilipovunjiwa nikajenga, nilipojenga nikakaa nyumbani pangu, sina wasiwasi. Nikajenga, nikakaa hivi sasa nakaa ndani ya nyumbani mwangu. Sina ajira, sina ajizi ya kuwa nikawie mpaka nije niambiwe ni serikali nivunje. Mimi nikavunja.